Ni wapi walipo waasi wa M23 muda huu? Mida ya mchana kabisa tarehe 18 Januari mwaka wa 2026. Taarifa za siri zimeanza kutoka, mpendwa msikilizaji, na leo tunakuletea wapi ambako wanapatikana waasi wa M23 katika eneo la Uvira, lakini pia pembezoni mwake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, na kuomba kwenda nami sambamba ili upate kufahamu habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea kwa sasa katika mji wa Uvira, lakini pia maeneo pembezoni. Taarifa zimeanza kutoka. Taarifa hizi ni za siri ambazo tumezipata moja kwa moja na kuja kuleteni wapi walipo waasi wa M23 kwa sasa, na ni kipi ambacho kinapangwa na ni kipi ambacho wazalendo wameambiwa, na tutakujuza pia kuhusiana na wazalendo kupewa onyo kali katika mji wa Uvira, na kuomba kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Baada ya waasi wa AFC M23 kuondoka katika mji wa Uvira, swali kubwa naendelea kujiuliza miongoni mwa wananchi ni kwamba waasi hao wako wapi kwa sasa na hali ya usalama imerejea kikamilifu? Sasa na kuomba kusikiliza kwa makini msikilizaji kinachoendelea kwa sasa, na upate kujua habari za ukweli na za siri kutoka katika mji wa Uvira, lakini pia katika maeneo ya milimani ya mji milima inayoelekea mji wa Uvira. Wakati raia pamoja na wazalendo wanaendelea kusherehekea kuondoka kwa waasi wa AFC M23 mjini Uvira, wakionyesha furaha na matumaini ya kurejea kwa amani na utulivu baada ya kipindi cha muda mrefu ya tamruki, shughuli za kijamii na biashara zimeanza kurejea taratibu, huku wakaaji wakipongeza jitihada za waliopambana kulinda amani yao. Hata hivyo, taarifa za siri za kiusalama zimeibua wasiwasi upya. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyopo maeneo ya ufichoni, waasi wa AFC M23 wameripotiwa kuonekana katika maeneo ya juu ya Uvira, hususan katika kijiji cha Runingu. Inadaiwa kuwa waasi hao wanatoa sare zao za kijeshi na kuvaa mavazi ya raia, hatua inayolenga kuficha utambulisho wao na kujichanganya na raia ili wasitambuliwe kwa urahisi zaidi. Waasi wa M23 wamoja waliondoka jana. Kuna wengine ambao wanasalia milimani wakitoa sare za kijeshi na kuvaa sare za raia ili wasijulikane. Hali hii imezua tahadhari kubwa miongoni mwa wazalendo na vyombo vya usalama, kwani mbinu hiyo inaweza kutumika kwa ajili ya kupanga mashambulizi ya kushtukiza, ujasusi au kuvuruga amani katika maeneo ambayo tayari yameanza kurejea katika mikono ya wazalendo kikamilifu. Kutokana na hali hiyo, wazalendo na walinzi wa maeneo mbalimbali wamehimizwa kuwa makini zaidi, kuimarisha ulinzi katika maeneo yanayodhibitiwa, kufanya doria za mara kwa mara na kuepuka kufyatua risasi kiolela ili kulinda usalama wa raia wasio na hatia. Aidha, raia wanashauriwa kutoa taarifa kwa vyombo husika kipindi wanapobaini mwenendo usiokuwa sahihi kutoka kwa waasi. Kutoka uko Runingu, raia huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa siri hizi, msikilize. Niko Runingu, soko ya Runingu hailemi, na msoko ya Runingu ndio mnayala vale watu banavula mateni, banavala kisevili. Kumbe mwambe wazalendo baikale hange makini bilimani yote kwenye bako bakuwe makini, banavala kiraia na bako na bamama. Tafadhali hange kabisa, msikufe bure, muangalie mzuri. Niko Runingu sasa hivi, mkuwe makini, banavala kiraia, msiwazie ni Banyamulenge, ni wenyewe banavula teni. Okay, Sange njo base arriere ya M23 inaishia pale. Sange njo kwenye biko njo kubanatia base arriere yabo, na bale ba Nyamurenge yabo banaishia Kamanyola, njo magari zilibadepose njo kubanayala ba mingi, na bengine ba M23 banaingia Runingu kwa kuvula mateni, banakuwa kama vile baraia biko navula mateni, banaingia mubaraia. Asante. Baada ya taarifa hiyo kujulikana kwa wazalendo, hivyo wazalendo wote wanaofanya operesheni za ulinzi ndani ya mji wa Uvira wamehonywa vikali kuto kufyatua risasi kiolela. Onyo hiyo inatolewa kufuatia hatari zinazoweza kutokea endapo silaha zinatumika bila nidhamu, hali ambayo inaweza kusababisha vifo kwa raia wasio na hatia, hofu miongoni mwa wakaaji, pamoja na kuvuruga hali ya amani inayotajwa upya.
Onyo hiyo imetolewa rasmi na Kamanda Makanaki Kasimbira John, ambaye amesisitiza kuwa nidhamu, umakini na ulinzi wa raia ni kipaumbele cha kwanza katika kipindi hiki nyeti cha mpito wa kiusalama. Kamanda huyo amewataka wazalendo kuelewa kuwa lengo lao kuu ni kulinda mji na wakaaji wake na si kutia wananchi hofu kabisa. Aidha, Kamanda Makanaki Kasimbira John ameeleza kuwa usalama wa mji wa Uvira unahitaji ushikamano kati ya wazalendo, vyombo vya ulinzi na raia, akihimiza matumizi ya tahadhari, doria za kimkakati na ukusanyishaji wa taarifa sahihi badala ya matumizi ya nguvu zisizo na lazima. Wakongomani wote, jambo wazalendo. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John, ndio na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo tuko siku ya Mungu tarehe 18. Ndio napenda kuwajulisha na kuambia vraiment na wasi sana na waomba sana wa viongozi wote wa wazalendo wakiwa katika mji wa Uvira, muache kupiga masase kenyeji. Tunaingia na viongozi wote, kiongozi Kuruninga, kiongozi Landa Bango, kiongozi Jana Lube, kiongozi Kabaka, kiongozi Shenya, kiongozi Bravo, kiongozi Mordekai, kiongozi Namtaga, kiongozi Kashumba na wengine viongozi wote, na wasi sana kwa muda huu waliosikia Mungu subuhi, na wasi sana gisi mkiwa katika mji wa Uvira kama vile wa kamanda, na wasi sana ni mimi mtoto wenu kiongozi ni Makanaki Kasimbira John. Muache mukataze watoto kupiga masase kenyeji katika mji wa Uvira mu maeneo yenu. Watoto biko pale, baba zenyu, watoto zenyu biko pale, mulinde security na usalama na muchunge mwingine mzuri, mukontrole mzuri, mukataze majeshi, kila kiongozi akataze jeshi kupiga risasi kenyeji. Ule jeshi wa kupiga risasi kenyeji unamupinire. Hapana kutusisikie tena mulio yoyote ya risasi katika mji wa Uvira. Tusisikie mulio tena ya risasi, na wasi sana wa kamanda, na wasi sana viongozi, na wasi sana ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John Kadandari please RFI, na waambia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na wasi sana mufunge masefe, pasikuwe tena jeshi wa kupiga risasi hovyo. Mufanye tu kazi, mukontrole mpito maveni, mufanye nini, mchunguze jua mamine mabombe, lakini musipige tena risasi hovyo. Ule jeshi wa kupiga risasi hovyo munamukadiria nyinyi wa viongozi. Kila kiongozi apane message kwa kila jeshi mwene iko naye. Kila kiongozi apane message kwa kila jeshi iko naye, pasiwe tena wa kupiga risasi hovyo katika mji ya Uvira hadi plene nzima. Asante, Mungu awabariki. Na ule mwenye kupata message asukumie mwenzake. Ule mwenye kupata message asukumie mwenzake kuharaka sana, na wasi sana katika jina la Yesu. Hii message wafike ndani, na Mungu atande hema afanye security yake, kwa maana peke yetu hatuwezi. Mungu ndo mwenye kila kitu. Acha mkono wa Mungu ifanye kazi yake. Acha Mungu atende miracle yake, kwa maana Mungu anatumika saa zote. Anatumika kumwanzo, anatumika na kumwisho. Mwisho ndo miracle yake inaonekanaka kama yeye ndo Mungu. Acha Mungu atufungulie kila kitu kwa uwezo na kwa mamlaka yake. Asante viongozi na watu wote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu atubariki, na hii message ifikie kila kiongozi yoyote, na mwenye anapata asukumie mwenzake message. Asante. Raia nao wanatakiwa kuendelea na shughuli zao kwa utulivu, kuepuka uvumi na kutoa taarifa kwa mamlaka husika pale wanapobaini mienendo isiyokuwa ya usahihi, hasa ikizingatiwa kuwa kuna taarifa za wasiwasi kujificha kwa kujivusha mavazi ya kiraia katika baadhi ya maeneo ya jirani. Kwa ujumla, licha ya kuondoka kwa wahasi wa M23 mjini Uvira na shangwe zinazoendelea kushuhudiwa, uongozi wa usalama unasema hali bado inahitaji umakini mkubwa, nidhamu ya hali ya juu miongoni mwa wakahaji na ushirikiano wa karibu na raia ili kuhakikisha amani ya kudumu inaendelea. Na tukiendelea taarifa hizi, mpendwa msikilizaji, ni kwamba
Karibu familia zote za jamii ya Banyamulenge iliyokuwa ikiishi katika mji wa Uvira zimeripotiwa kuondoka mjini humo siku hiyo ya jana, ambako waasi wa M23 wameanza kuondoka katika mji huo. Hatua hii ilichukuliwa licha ya ushauri na wito uliotolewa na jamii zingine za wakahaji wa Uvira zilizokuwa zikiwahimiza wabaki na kutokuwa na hofu, zikisisitiza umuhimu wa kuishi kwa amani na mshikamano kati ya jamii mbalimbali. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, familia hizo zilichagua kuhama kwa sababu ya hofu ya usalama wao, wakihofia uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, chuki za kikabila au vitendo vya vurugu vinavyoweza kutokea baada ya kuondoka kwa waasi wa AFC M23. Uhamiaji huu wa ghafla umeacha hali ya wasiwasi na maswali mengi kuhusu mustakabali wa mahusiano ya kijamii mjini Uvira, huku viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wakitoa wito kwa serikali na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka kulinda raia wote bila ubaguzi na kuhimiza mazungumzo ya amani kati ya jamii tofauti. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hayo ndiyo tunakuletea mchana wa leo, upate kufahamu kile kinachoendelea huko kwenye maeneo mbalimbali katika mji wa Uvira, lakini pia sehemu za milimani ambako taarifa za siri zimeibuka kwamba waasi wa M23 hawako mbali na mji wa Uvira, bali wamejificha katika maeneo ya Runingu wakibadilisha mavazi yao waonekane kama raia, ili hali ya kwamba ni wanajeshi ambao wanatizama mwenendo wa wazalendo katika mji huo wa Uvira. Kwa hivyo mengine ambayo atakuja kujiri, endelea kukupasha kwa nasi mwanzo mpaka tamati. Hakikisha kwamba unasambaza habari hizi kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Asante kwa muda wako.